Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwenyekiti wa Zanzibar Istiqama Charitable Organization Sheikh Salim Abdussalami, mwenyekiti mstaafu Sheikh Sultan Barakul Mazrui, mkurugenzi wa kamati ya hija mpya Sheikh Farid bin Salim, wazee wa kamati ya hija, wazee wa jumuiya, wanachama wa jumuiya, ndugu zetu mahujaji waalikwa, karibuni sana katika ukumbi yetu huu mpya wa Zanzibar Istiqama Charitable Organization. Shughuli yetu ni fupi sana. Lengo la shughuli yetu hii, kwanza kutoa shukurani kwa wale ambao waliotoa huduma katika kamati ya hija tangu ilipoanzishwa mwaka 2000 mpaka kufikia leo, na wakati huo kuzindua kamati mpya ya hija ambayo sasa hivi itakuwa imekwenda kwa njia ya kampuni. Sasa hivi itakuwa Istiqama Haji na Umrah, baada ya kuwa tulivyokuwa tukitumia jina la zamani. Na haya ni matakwa ya Commission ya Wakfu na Mali Amana, tunavyoambiwa kuwa hazitakiwi NGO kuweza kufanya huduma za hija anymore, kwa sababu ya kuwa NGO hazina kushikiliwa moja kwa moja, lakini kampuni itaweza kushikiliwa, na ikitokezea jambo lolote basi kampuni inaweza kuwa wao masulia kwenye masala ya hija. Ndio maana hata baadhi ya taasisi nyingine nazo vile vile zimebadilisha kuwa na NGO zikaweza kufanya huduma ya hija. Hilo ni lengo moja kubwa ambalo lilokuwepo. Kwa haya machache, mimi ningelipenda kutoa ratiba fupi ambayo tunaitarajia kuwa tutaanza na Qur'an tukufu, itasomwa na kijana wetu pale. Baada ya hapo itafata historia fupi ya kamati ya hija ya Istiqama, litafatiwa na neno la mwenyekiti wa jumuiya ya Istiqama Sheikh Salim Abdussalami, na badala ya hapo mwenyekiti mstaafu wa kamati ya hija naye atatoa na neno lake. Kinachofuata itafatia uzinduzi wa kampuni mpya ambayo kama nilivyohitaji hapo mwanzo, na baadaye litafuatia neno la ufunguzi wa kampuni hiyo ambalo litazungumzwa na mkurugenzi wa kampuni ambao ni Sheikh Farid bin Salim, na baadaye tunatarajia mgeni rasmi atakuwa ameshafika, basi nalo litakuwepo kuna neno lake kutuambia. Badala hapo tutazawadia vyeti na zawadi kwa wale waliohudumu, na baadaye tutakuwa na picha pamoja, itafuatiwa na dua, na baadaye itakuwa sala ya adhuhuri mikaribia, na tutapata chakula cha mchana kwa pamoja inshallah. Hiyo ndio ratiba yetu fupi. Ningelimuomba kijana wetu Ibrahim tafadhal kwa ajili ya Qur'an tukufu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Al-hajj ashhurun ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام
واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم. Shukran kijana wetu Ibrahim. Hatua inayofuata hivi sasa ni historia fupi ya kamati ya hija ambayo hii tutaweza kushuhudia katika screen hapo. Tutaoneshwa ya muda mchache ili tuweze kuona kamati ya hija imetoka wapi na imefika wapi hivi leo tangu mwaka 2000 inshallah. Tafadhali. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. Ni miaka 25 iliyopita wazo moja jema lilizaliwa, wazo la kuwahudumia mahujaji kwa uaminifu, uadilifu na ikhlasi ya hali ya juu. Hapo ndipo ilipoanza safari ya kamati ya hija ya Zanzibar Istiqama Charitable Organization. Ilikuwa ni mwanzoni mwa miaka ya 2000 kamati ya hija ya Istiqama kuona jua. Kamati hii ilitokana na dhamira ya dhati ya viongozi na wanajamii waliotambua umuhimu wa kuongoza na kuwahudumia mahujaji kwa njia sahihi ya dini. Kwa juhudi ndogo zilizosukumwa na kustawishwa na nia kubwa na ya dhati, hatua za mwanzo zilijengwa juu ya misingi ya uaminifu, kujitolea na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Malengo yaliyokuwa wazi na yenye nuru yalilenga kutoa huduma bora kwa mahujaji, kuelimisha na kuandaa kiroho na kimatendo, kuhakikisha ibada ya hija inatekelezwa kwa usahihi na kufuata sunna, pamoja na kuwa ni daraja la kuunganisha waumini na ibada tukufu ya hija. Kwa rehema na taufiki ya Allah, maelfu ya mahujaji wamehudumiwa kwa mafanikio, elimu ya hija imewafikia wengi na kamati imejengea heshima na uaminifu mkubwa katika jamii. Miaka 25 ni safari ya mafanikio iliyojaa baraka na matunda mema. Licha ya mafanikio hayo, safari ya robo karne ya kamati ya hija ya Istiqama haikukosa majaribu. Changamoto za kifedha, mabadiliko ya mifumo na mazingira magumu ya uendeshaji wa hija yalikuwa ni baadhi tu ya majaribu makubwa ambayo yalishindwa mbele ya subira, mshikamano na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Hatimaye kwa taufiki yake Allah, kamati ilisimama imara kama mlima usiotikisika. Tunawatambua na kuwashukuru kwa dhati wale wote waliojitolea kuitumikia kamati hii kwa moyo safi, ambao bado wapo nasi leo. Hakika wamekuwa ni nguzo, taa na dira ya mafanikio haya. Allah wazidishie afya, nguvu, kheri na baraka tele katika maisha yao. Na kwa unyenyekevu mkubwa tunawakumbuka wale waliotangulia mbele ya haki, walitoa muda wao,
nguvu zao na maisha yao kwa ajili ya huduma hii tukufu. Tunamuomba Allah awape malipo bora, awasamehe makosa yao na awaweke miongoni mwa watu wa peponi. Hakika mchango wao utaendelea kuishi milele katika historia yetu. Bila kusahau taasisi mama inayosimamia mambo ya hija nchini, ambao mchango wao umekuwa ni nguzo muhimu katika ustawi wa kamati hii. Hao ni Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana. Kwa niaba ya wanajumuiya wote na kamati ya Istiqama ya Hija, tunapenda kutoa shukrani za dhati kwao kwa ushirikiano wao mkubwa, miongozo yao na msaada wao wa karibu uliowezesha mafanikio ya huduma hizi. Baada ya miaka 25 ya mafanikio, uzoefu na ukuaji, sasa tunafungua ukurasa mpya kutoka mfumo wa kamati na kuingia katika mfumo wa kampuni Istiqama Hajj and Umrah Services. Hatua hii inalenga kuboresha zaidi huduma, kuongeza ufanisi na kukidhi mahitaji ya zama za sasa. Huu si mwisho wa safari, bali ni mwanzo wa enzi mpya yenye matumaini makubwa zaidi. Kwa pamoja tutaendelea kuhudumia, kuongoza na kubeba amana hii tukufu kwa vizazi vijavyo. Asanteni kwa kuwa sehemu ya historia hii ya miaka 25 ya huduma za hija, na karibuni tena tuendelee pamoja katika safari yetu hii mpya. Hajjun mabrur wa sa'yan mashkur wa tijaratan lan tabur. Asante. Wallahi ni historia fupi tulioipata, lakini imesisimua kwa kila angle. Wapo wenzetu ambao wametangulia mbele za haki, Allah asamehe makosa yao, na wapo tulikuwa tunao, inshallah Mungu atajalia wape afya njema na siha, tuendelee nao. Hatua inayofuata hivi sasa ni kumkaribisha Sheikh Salim Abdussalami, mwenyekiti wa Jumuiya Istiqama, naye tupate neno lake, kwa sababu yeye nadhani tangu mzizi yupo mpaka hii leo, atupe machache ili tuweze kukumbusha kidogo. Wengi ni vijana hawazijui historia ya nyuma. Tafadhali Sheikh Salim. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Awali ya yote tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutupa fursa ya kukutana katika jambo hili muhimu, jambo la kheri la kupongezana na kukumbushana yale yaliyotangulia. Kwa hakika mimi si mzoefu katika mambo haya kuzungumza katika hadhara, na nimehisi labda yale nilikuwa nimefikiria ni yaseme yamesemwa na hii audio iliyotangulia. Kwa hakika tumebahatika wakati naanzishwa hii fikra ya kupeleka watu Maka kupitia jumuiya yetu ya Istiqama, tulikuwepo wakati ule, na kwa kushirikiana na waliotangulia na waliopo baadhi yao mpaka sasa hivi, wazee kaja fikra, na chanzo cha fikra ni kujaribu na sisi kushiriki katika kuwahudumia watu katika jambo hili la kheri, au katika nguzo hii ya Uislamu, kuifanya itekelezwe kwa mujibu wa vile sisi tulipofahamu au walipotusomesha mashekhe katika utekelezaji, na vile vile ikiwa kitatokezea kitu kitabakia, basi kiweze kusaidia katika kuendeleza jumuiya ya Istiqama. Nakumbuka wakati ule inawezekana uongozi wa jumuiya ulikuwa kwa kaka yetu Sheikh Mansur bin Muhammad bin Saleh al-Kharusi, katibu nimemsahau, lakini nafikiri ilikuwa Sheikh marehemu Zamid bin Ali Muhsin, na wengine wazee waliokuwepo wakati kama vile picha iliyopita mbele yetu ile, marehemu Maalim Hamedi na mzee Maalim Sulaim na wengine wengi walikuwepo, wakaileta hii fikra, na alhamdulillah fikra ikapokelewa. Na kama nitakumbuka uzuri, mwaka wa kwanza tulikwenda na watu 73, tuliwapeleka Maka watu 73,
tukiwa maana ni watu tunajaribu, hatukuwahi kufanya kitu kama hicho kabla yake. Kwa hiyo alhamdulillah, katika ule mwaka tulipokwenda yalileta mafanikio makubwa, na tangu mwaka huo tukiongozwa na kaka yetu Sheikh Sultan bin Khamis bin Mbarak al-Mazrui katika uongozi wa kamati ya hija. Alhamdulillah, imepita miaka na mambo mengi yamepita ndani yake. Kwa vipimo vya kawaida vyetu sisi tunaona mafanikio yamepatikana makubwa kwa mujibu wa zama, kwa sababu katika kupeleka huku hija watu tuliwahi kufika kipindi tulipeleka watu 380 kama sikosei. Ilikuwa grupu kubwa sana la watu, na ukiwa unasafiri na watu, wewe jichukuliwe umeandaa shughuli ya kwako mwenyewe watu 20 au watu 100 au watu 200, basi utajikuta umeshughulika miezi mitatu ukiandaa hiyo shughuli. Sasa wewe una watu 380 ndani ya siku karibu 22, unataka uwape huduma zote mchana usiku. Kwa kweli ilikuwa ni mahali mwa kujitolea kwa hali kubwa sana. Sasa tuchukue fursa hii kuwapongeza sana sana wazee wote au wote walioshiriki katika kulipeleka jambo hili mbele. Wote manake pengine naweza nikasahau majina, lakini akiongozwa na Sheikh Sultan bin Khamis, au watu wamelichukua jambo na wakaliweka katika magego yao katika kulikamata na kulitunza na kulipigania lifanikiwe. Na taban dunia inabadilika, mambo hayaendi kama vile yalivyokuwa yakenda. Katika mwanzo wa safari hizi kulikuwa kuna aina zake za shida ambazo upande wa pili watu wakizionea raha. Maana kuna mambo leo yanakosekana, basi wale mahujaji walokwenda zama zile wanajihisi kama kuna kitu kimepungua. Hawa wa sasa hivi wakizungumzishwa wataoneshwa kama ile ilikuwa shida, lakini hawakufikiriwa leo, manake ile kiwango cha starehe cha kinachotolewa na magrupu ya hija na ile mifumo ya utawala wa Saudia, kwamba ile hija sasa imekuwa kitu aina fulani ya tuite raha fulani hivi ukilinganisha na kulikotoka. Ingawa nasema wale waliokuwa wameizoea ile wakati ule, zile baadhi ya shida zinazoonekana sasa hivi wao wanaziona kama ni raha yao. Ilikuwa ni kitu cha kawaida kabisa kwenda Mina mkakosa chakula mpaka saa 11 jioni, na lawama zinarudi kwa viongozi wa grupu wakilaumiwa sana sana, na kwenda wakati mwingine mnafika mpaka saa 7 siku ya kwenda Arafa gari hazijafika. Vurugu, wakati mwingine nafika watu kugombana mahali ambao haruhusiwi watu kujibizana kwa ajili ya kupambania ile kitu kifanyike na kila mmoja atimize. Kwa hiyo mimi upande wangu nilikuwa nimesimama hapa kwa niaba ya Jumuiya ya Istiqama kuwashukuru na kuwapongeza kwa juhudi waliochukua hawa wenzetu tulikuwa tumewakabidhi jambo hili, wao walisimamia na kuliendesha. Na vile vile kwa sababu ya mabadiliko ya kijamii na uwezo na hali za watu, Sheikh Sultan pengine miaka 25 iliyopita na Sheikh Malik mashallah kashafika bin Hilali walikuwa huko nyuma kidogo, wanaonekana kinyume chake, hawaonekani kama wanavyoonekana sasa hivi. Miaka 25 ni miaka mingi. Kwa hiyo sasa hivi imefika pahali kutokana na ulazimishwaji wa sheria na kutokana na hali za wale waliokuwa wakiendesha jambo, kidogo kidogo linaanza kuhamia kwa watu kwa mfumo mpya, mfumo ambao umekuja umelazimishwa na serikali tuwe katika mifumo ya kikampuni. Kwa hiyo sasa hija, upelekaji wa hija hautakuwa tena katika mfumo wa kamati kama tulikuwa tukizoea zamani, itakwenda katika mfumo wa kikampuni. Na inshallah tumejibaini kwamba wazee wamelea watu, manake hao ambao tunawakabidhi sasa hivi wametokana na mikono ya hawa ambao wao wamelisimamia. Kuanzia sasa hivi tumempendekeza, baada ya kutengenezwa kampuni, ndugu yetu Sheikh Faridi aliongoze hili daule, ile jahazi letu liweze kuendelea mbele. Kwangu mimi Faridi namjua, mashallah, mtu mzuri, ni mtu mchapa kazi, mtu mwenye uoni, mtu anatarajia kufanya kitu kizuri. Lakini kama kawaida nasaha, ile jambo kazi kubwa ile kwa mbele yako Sheikh Faridi ni subra.
kwa sababu unafanya kazi na watu, utakwenda kuhudumia watu. Watu sio wote utawaridhisha kwa vile kiwango wanachotaka wao. Maridhiko ya huyu anayaona kama si lolote, si chochote. Kwa hiyo katika kulipokea jambo hili ni kazi yako kuwa na subra na kuliendesha jambo kwa kutumia hikma na busara na sio kwa kutumia nguvu. Mimi sina la kusema wala sina mengi ya kuyaeleza hapa, mengi yashajieleza na wenyewe wapo, na watako pata fursa wataelezea kwa ufasaha na uzuri uliokuwa bora zaidi. Mimi kilichonileta ni kuwapongeza, napongeza kwa dhati sana. Mashaallah, kazi ilikuwa si kazi nyepesi, ilikuwa kazi ngumu na wakaweza kuihimili. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran Sheikh Salum kwa kalima yako ndogo lakini ina maneno ya hikma na nasaha kwa mwenyekiti, kwa mkurugenzi wa kamati mpya kampuni. Na nafasi inayofuata hivi sasa ni ya kumkaribisha mwenyekiti mstaafu wa kamati ya hija Sheikh Sultan Khamis Mbaruk. Mimi namuita mzee wa falsafa bwana, manake ukikaa naye lazima atakupa mawili matatu, atakupa hikma, atakupa maneno mengi sana. Nimejifunza mengi kutoka kwake. Karibu Sheikh Sultan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Awali ya yote kwa sote kwa pamoja tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zaidi anavyopasa kushukuriwa, kwa sababu ni taufiki yake ambayo kwamba imetusimamisha na imetuongoza mpaka kufika leo hapa. Hatuna la kusema isipokuwa kwanza ni kumshukuru kwa hali zote, kwa sababu sisi ndio tuloletewa duniani kumshukuru na kumdhukuru, na tusimkufuru. Hakika safari tuliyokwenda ni ndefu sana, kwa sababu tumeondokana na mwanzoni na safari ambayo kwamba ilikuwa ni safari manual. Kila kitu kilikuwa kinafanywa kwa mkono, na waliokabidhiwa pia walikabidhiwa kazi ambayo kwamba sio waliosoma kwa kiwango kikubwa, wala hii kazi hawakusomea, isipokuwa kwamba sote tulijifunza na tulijifunza kwanza kutokana na kuaminiwa na waliotukabidhi kazi. Kwa hivyo pia na mimi kwa kuanzia na aishukuru sana kamati ya Istiqama, kamati kuu ya Istiqama Zanzibar. Ndiko tulikoanzia huko, wakatupendekeza sisi kwamba tusimamie hii hija, na alhamdulillah kila tulipokwenda tulikuwa tunapata mambo mapya na kusoma mambo mengine mapya ya kuboresha. Kwa hakika zamani hija ilikuwa ngumu sana. Mimi katika historia yangu mpaka tunaanza kamati ya hija Istiqama 2001 nilishawahi kwenda hija mara 5. Hija yangu ya mwanzo nilianza 1992. Halafu zikaja hija za watu kupitia kwa almarhum Sheikh Rashid bin Nasr Batashi, Mungu amrahamu, na yeye mzee wetu, na wengine wote waliokuwa katika kamati ambao kwamba washatangulia, Sheikh Sud Batashi, Sheikh Ahmed Rashid na wengine. Safari ilikuwa ngumu kwa sababu tunafanya kazi katika majaribio. Kama alivyosema mwenyekiti, tulianza na watu 70 na kidogo. Ule mwaka wa mwanzo tulioanza, kwa kumbukumbu zangu, changamoto tuliyopata kwamba tulikwenda hija tukarudi, hatukurudi na maji ya Zamzam hata moja. Tukarudi mikono mitupu, na Zamzam ndio zawadi kubwa ya safari ya hija. Kwa kushirikiana na walioko Saudia, shirika la ndege, tukaomba yakaletwa maji yale baada ya miezi 3. Leo jambo hili tukiliangalia, Zamzam inavyokuja leo ni mageuzi makubwa. Tumetokana na digitali manual, tumekuja digital, kwamba Zamzam inakuja Zanzibar leo
watu hata hawajaondoka kwenda hija. Kweli si kweli mahujaji? Kwa hivyo hilo la kumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba pamefanya jitihada kubwa, na mengine mengi tutachukua muda kueleza. Hizo visa tu ilikuwa kuondoka na bahasha au mabegi ya pasipoti kwenda nayo balozini, ilikuwa ni jambo la kubahatisha. Siku zote mimi nikiondoka begi la pasipoti kwenda Dar es Salaam, basi naomba Mwenyezi Mungu begi lile lisije likaporwa njiani, kaonekana kama mna pesa, ikapotea pasipoti, hija ya mtu ikaharibika. Alhamdulillah, unakwenda una siku ya safari leo, pasipoti imeachwa Dar es Salaam ya mtu wa Zanzibar na nyingine ya Zanzibar iko Dar es Salaam, tukodi ndege tukachukue. Muhimu, changamoto nyingi tumezikabili, na kujaza visa kwa makaratasi, unapanga mahari huyu mtu wa miaka 100 miaka 90 umpangie kwamba kafuatana na nani. Kwa hakika mambo mengi yalikuwa manual, lakini ilikuwa ndio zama, lakini tulipambana nayo alhamdulillah. Na sasa hivi yamekuja mambo ambayo kwamba hata sisi katika nyumba tulizokuwa tunakaa miaka ya mwanzo, tunavuka barabara 1 2, tunakaa mtaa unaitwa Mashrafia, nyumba za kizamani. Tunaziona hizi nyumba hizi za huku karibu na msikiti, tulikuwa tunasema zile, sijui kama sisi nyumba zile kwamba tutazikaa zile, kwa sababu zilikuwa bei kubwa. Lakini alhamdulillah zama zimegeuka, Mwenyezi Mungu, zile nyumba zile hata sisi hatutaki tena kukaa, na serikali nayo pia nayo imepiga marufuku. Sijui wanaokaa kule wanakaa kwa mikataba gani, lakini mambo na mageuzi makubwa yamekuja katika hija. Hakuna shaka kugeuka kwake nako kumeleta mageuzi ya gharama. Gharama ilikuwa tumeanzia sisi 1000 nafikiri na 700, ndo package ya mwanzo tulianzia 2001. Leo hija imefika 6700 na inaelekea kupanda, kwa sababu nyumba za shaabia za zamani zote zinavunjwa, tunakwenda katika majumba mapya, na hayo mapya nayo sijui kwamba karibuni kwa mpango mpya wa Saudi Arabia kwenda nayo yakavunjwa, ikawa tunaenda kukaa Azizia kwa muda. Baadaye yakimalizika ya ghorofa 100 na ghorofa ngapi, tutarudi tena karibu na haram, watakao kuwepo tukijaliwa inshallah. Binafsi yangu kwa niaba ya kamati niliyodumu nayo kwa miaka yote, walikuwa walioingia na kutoka, wako tulioanzia toka mwanzo mpaka leo, na namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tumedumu katika kamati ile. Tumewahudumia mahujaji, ukiwajumlisha ni maelfu ya mahujaji, miaka 25, maelfu mahujaji. Na katika kipindi hicho Jumuiya Istiqama imetoa uwakilishi katika nchi mbalimbali, pale ambapo kwamba hija zilikuwa zikiruhusiwa kutoa visa kwa hata kwa nchi nyingine, kitu ambacho kwamba sasa kimegeuka kwamba huwezi kutoa visa isipokuwa kwa nationality ya nchi yako basi. Hata kwenye ikama sasa imefutwa, na kwa kila mtu achukue visa kwenye nchi yake au katika taratibu atakazofuata. Hili jambo nafaa kushukuriwa, na tumesafirisha mahujaji kutoka Uganda, kutoka Kongo, kutoka falme za nchi za Kiarabu, kutoka Omani, kutoka Uingereza, kutoka United States na nchi nyingine siwezi kutaja zote. Jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, Istiqama imetajwa katika njia hii ya hija. Hili ni jambo la kushukuru sana. Tulianza na watu 72, grafu yetu imepanda mpaka ikafika watu 396. Ndio mwaka ambao kwamba tumekaa na watu wengi sana alhamdulillah, lakini taasisi zilikuwa ziko chache. Kwa hivyo upatikanaji wa mahujaji, masharti, ilikuwa rahisi kupata mahujaji. Na sasa hivi nafika mimi kustaafu katika safari hizi za kuongoza kamati ya hija, mahujaji pamoja na viongozi ni 104. Sote tusemeni alhamdulillah kwa sababu ya wingi wa taasisi. Maana sasa hivi hakuna taasisi, kuna utitiri wa taasisi. Hivi mwaka huu kuna taasisi moja lakini inashirikiana na nyingine, ina watu 28 tu, lakini kajiegemeza kwenye taasisi nyingine. Hiyo ni sehemu yangu ya mwanzo ya maongezi. Sehemu ya pili, naomba nitoe nasaha kwa wale ambao kwamba watakuwa wanalikamata hili jahazi la kuongoza hija, kwamba sasa hivi tunakukabidhini kazi ya hija, kila kitu kiko digital, na hata wale watu ambao kwamba tutawachukua nao wote
hata akiwa mzee ni digital, tofauti na zamani. Matumaini ya watu wa sasa ya hija ni makubwa mno, kwa sababu wanachokilipa nacho ni kikubwa mno, lakini thamani yake ndogo kwa matumizi. Lakini upatikanaji wa hizo pesa zinapatikana katika njia mbalimbali. Wengine wanazipata kwa kustaafu, wanapata vino mgongo, wengine ni ruzuku, nyingine ni misaada na njia tofauti, lakini pesa ni nyingi. Kwa hiyo matarajio yao, na ukitizama na zile idadi ya siku ambazo kwamba tunaishi kule katika safari ya hija, basi matarajio ni makubwa kuliko ule uhalisia. Kwa hivyo nasaha yangu kwenu, sasa hivi hija ni digital. Hakuna tena kujaza fomu mpaka usiku wa manane. Kila kitu kinakwenda kwa mitandao. Vyakula tunaelekea kwenye buffet, ingawa buffet nayo ina madhara yake. Vyakula vingi vinamwagwa kwa sababu sivyo vyakula tulivyovizoea. Kwa hivyo nasaha yangu kwenu, customer care, tujitahidini sote kwa pamoja tuidumishe customer care kwa hali ya juu kabisa, kiasi kwamba ushindani sasa hivi utaendelea, kwa ubashiri wangu kwamba ushindani utaendelea kuwa mdogo, sio mkubwa, ubashiri wangu, kwa sababu tunakoelekea mbele hija, kwa mujibu wa matakwa ya Saudi Arabia, tunaposikia kwamba kila nchi haitotakiwa tena kuwa na taasisi nyingi, hata kama zipo. Na mwaka jana tumeona, tulijaribiwa kwamba tuanze kwamba idadi ya chini ya taasisi ni watu 500. Ilikuwa mtihani, lakini tumekwenda, alhamdulillah, tumepita. Sasa kwa mwaka huu tumeambiwa kwamba safari hii hija inapelekwa na betha. Tukifika Saudi Arabia hakuna Istikama, hakuna hiki, hakuna hichi. Taasisi zote inatajwa betha ndio inayopeleka hija. Kwa hivyo, kwa taarifa tulizopokea ambazo kwamba ziko mbele yetu, hata kitambulisho cha Istikama, Zanzibar Istikama Charitable Organization, inaweza ikatambulikana katika muono mdogo sana, kwa sababu toka mwanzo unaambua betha ndio kila kitu, mikataba wao, na tunapoelekea mbele hiyo betha itaambiwa sasa hakuna tena kukodi nyumba kila kichochoro au kila mtaa, nyote kaeni nyumba katika nyumba mbili, tafuteni zenye uwezo wenu. Na hili lina hatari mbele kwamba hija kwenda ikapanda. Hiyo ni ishara yangu, ingawaje lengo kubwa linaonekana kwamba litapunguza gharama na itakuwa kuna unafuu kwa mahujaji, lakini ishara yangu ni kwamba hilo jambo litapandisha hija, kwa sababu kwa mbali itaonekana kwamba wahudumu watatakiwa wapunguzwe, lakini mgawanyo wa kitaasisi kwenye mapato unaweza ukaongeza idadi au ukaongeza gharama ya hija kwa kiasi kikubwa, kiasi kwamba itafika pahala kwamba watu wengi watashindwa kwenda hija. Lakini Mungu ndo anayejua, na yeye ndo mpelekaji wa kila kitu. Hata hizi bei zilipopanda, watu bado wameongezeka, kwa sababu zamani Zanzibar ilikuwa ikiondoka ndege moja ya Boeing ya watu 110 kupitia kwa wakfu, na tukienda hao, lakini tumeanza taasisi kwa watu 1000. Mwaka huu alhamdulillah mahujaji nadhani kama sikosei ni watu 4000 watakaotoka Tanzania, kwa sababu moja kubwa kwamba taasisi za Zanzibar zilijikita katika ushindani wa huduma bora, kiasi kwamba taasisi za bara zikapoteza ile standard. Kwa hivyo hata taasisi za Zanzibar zinachukua mahujaji wengi bara, mpaka kuonekana kwamba taasisi za Zanzibar zinachukua thuluthi mbili pengine ya mahujaji wote kuliko Tanzania bara yenye eneo kubwa la jiografia na population kubwa. Sio kwamba watu wote wanatoka Zanzibar, wale mahujaji hao thuluthi mbili, lakini ni thuluthi mbili pamoja na bara. Hii ni makisio. Kwa hivyo, na inasihi kamati au kampuni inayokuja kwa kushirikiana na uongozi wa jumuiya kwamba kuweka mipango madhubuti ya kuboresha huduma kwa kiasi kikubwa, kiasi kwamba haya niliyoeleza mbele iwe rahisi kuyakabili.
Kama ikiwa ni kuteremka kwa bei, basi huduma bora, customer care nzuri, na subira kwa viongozi, subira na mafunzo mazuri ya muda mrefu yatakayojenga mahujaji, basi hili ndio jambo langu kubwa ambalo kama na nasihi. Lakini zaidi subira na ushirikiano ndani ya kampuni yenyewe, kitu muhimu sana. Sisi kitu kilichotudumisha katika Istiqama katika muda mrefu, kuanzia kamati kuu na kamati zake ndogo ndogo, ni kwamba viongozi tulisubiriana. Tulipokosana, aliyekosea aliambiwa na akakubali kwamba kukosea, kujirekebisha, na wengi wetu ilikuwa ni watu wa kujitolea. Kwa hivyo tuendelee kujitolea na kudumu katika kutendeana subra na kutizama kwamba wale tukabidhi wengine washaondoka na sisi tuliopo tunastaafu, na mliokuja kama leo mnaonekana ni wadogo, na iko siku na nyinyi pia mtakuja kuitwa wastaafu. Mtapofikia kuitwa wastaafu, muache misingi mizuri ya kuwa na thamani ya yale ambayo kwamba mlirithi kwetu. Kwa hivyo namalizia kuishukuru kamati kuu ya Istiqama, namalizia kuwashukuru sana wajumbe wote wa Istiqama kwa niaba yangu binafsi na zile familia ambao kwamba pia zilikuwa na viongozi ambao kwamba washatangulia, lakini walituachia hili jukumu la kuendelea na hii kamati. Pia naomba tupeleke shukurani, kwa sababu familia zilitenga wakati kupata viongozi wale, sisi kutupa ushirikiano, tukapeleka mbele hii kazi, tukabidhiwa na jumuiya, na mpaka leo hii kwamba mimi naitwa mwenyekiti wa hija mstaafu. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba kuna kipindi nilikuwa mwenyekiti wa Istiqama kwa miaka 4 nikampisha mwenzangu. Kuna kipindi nilikuwa mwenyekiti wa Utahiza kwa miaka 4 nikomaliza muda nikapisha wenzangu, na leo alhamdulillah kwamba nakabidhi kamati ya hija kwa kampuni, na sasa hivi namkabidhi mkurugenzi mpya wa Istiqama kwamba kwa kumshika shikio kwamba Allah mkurugenzi na ushirikiano na subira pamoja na wenzako, na sisi tunao staafu tunaahidi kwamba tutakupeni ushirikiano wa hali ya juu kabisa kadiri itakavyohitajika. Tukiwa tuko hapa kabla ya safari, mkituhitajia kwamba twende safari tutakwenda tukijaliwa, na inshallah jambo hili la hija Allah atalidumisha katika damu zetu, tulisimamie kwa hamu na kuliona kwamba ni letu na tuna wajibu mkubwa katika hili. Kwa niaba ya kamati yangu na kushukuruni sana sana, na mnaonisikiliza mahujaji tuliosafiri nao pamoja ambao kwamba leo mpo hapa kwa niaba wengine, tunakushukuruni sana, na madaktari, mashehe mliongoza pamoja na sisi mkatupa ushirikiano wenu na elimu zenu mlizojaliwa nazo, tunakushukuruni sana sana sana. Na tunakuombeni kwamba hii kampuni na kamati zitazochaguliwa ndogo ndogo kuisaidia kampuni mshirikiane nazo kwa dhati kabisa. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Sultan Khamis Mbarak ni mwenyekiti staff wa kamati ya hija. Tunakushukuru kwa nasaha zako, kwa ushauri wako. Najua vijana wengi wanafuata nyayo zako inshallah, na hatua inofuata hivi sasa ni hatua muhimu sana ambayo kuizindua kampuni yetu ya Istiqama Haji na Umra. Tutamwomba Sheikh Salim Abdussalam pamoja na mgeni rasmi tuje mtuzindulie 1, 2, 3. Bismillahir Rahmanir Rahim. Basi achia. Hiyo ndi Istiqama Hajj Umra Service Limited. Ndio sasa hivi tutakuwa tunazungumzia kampuni badala ya kamati tena. Kamati imeshazinduliwa rasmi, kampuni ishazinduliwa rasmi, na hatua inayofuata hivi sasa ni kumkaribisha kwanza mwenyekiti ama mkurugenzi wa kamati wa kampuni
bado tuko kwenye kamati, inatuchukua kidogo muda mpaka tulizoea. Mkurugenzi Farid bin Salim, tafadhal kwa kalima yako fupi ili tuendelee na hatua nyingine. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamda yuwafi ni'ma yukafi madida, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi si mzoefu jamani wa kuzungumza katika hadhara kama hizi, na hasa kwenye masuala ya dini huko. Kwa hiyo mtakapokosea kidogo mtanistahimilia. Nianze tu kwa kwanza kabisa, kabla ya kuanza speech yangu, kuelezea hii logo kidogo. Hii logo tumeitengeneza ya kampuni, imefanana na logo ya Istiqama kwa muundo na kwa rangi, ili isiwe mbali na Istiqama. Na katika moja ya mfumo wetu ambao tutakaotumia katika matangazo na mambo mengine yote, tutakuwa na logo ya Istiqama na logo ya kampuni yetu mpya. Baada hayo, awali kwanza nianze kuungana na wenzangu, kuungana na Sheikh Salu, kuwashukuru wazee kwa mchango wao mkubwa katika kuhudumia kamati hii, lakini pia kwa subra juu yetu sisi vijana, lakini pia kwa kutuandaa sisi. Maana wao wamefanya kazi kubwa, wazee wamefanya kazi kubwa sana, miaka 20-25 sio kidogo, lakini pia wamekuwa na subra kubwa juu yetu vijana. Siku zote damu inachemka. Tunawaheshimu na tutaendelea kwa enzi juu ya, na tutaendelea kwa pamoja katika mashirikiano juu ya shughuli yetu hii, kwa sababu swala hili linataka ushirikiano wa pamoja. Lakini jingine ambao nilizungumze, wametutengeneza kinidhamu. Subra yao ilikuwa kubwa, mwenyekiti, katibu, subra ilikuwa kubwa, wametutengeneza kinidhamu, kimaadili, na tunawashukuru kwa hilo. Lakini swala la kampuni tukizungumzia, inawezekana kuna maswala ambayo watu watajiuliza, kwa nini tumeenda kwenye kampuni? Nafikiri ametoka amelizungumza na Sheikh Salim amelizungumza kidogo, kwamba mwenye matakwa ya serikali tunatakiwa tuende kwenye kampuni. Taasisi za hija ziende ziwe kampuni. Kwa nafikiri hili sasa kulitoa ufafanuzi, kwa sababu tayari limeelezwa. Lakini pia watu wanaanza kujiuliza, kwa nini tumebadilisha uongozi? Uongozi ni kawaida, wazee wametumia nguvu zao, wanahitaji nao kupumzika. Na mimi pengine baada ya mwaka mmoja miwili, na ndio nimejiwekea tutengeze vijana wengine, na sisi baada muda mfupi tuachie, na sababu sisi tayari tumekaa muda mrefu na kamati, na fika wakati tunataka kufanya mengine. Kwa hiyo pia katika kwenye hilo, na hasa katika mabadiliko ya dunia, mazingira yanabadilika, na sisi tunapaswa kubadilika ili tuendelee kuwa na mchango wenye maana, na hatua sio kuacha tulikotoka, bali ni kupanua wigo wetu na kuongeza uwezo wetu wa kufanya kazi kwa ufanisi zaidi, na pia kutengeneza na kuandaa vijana wapya. Lakini jingine, tunapoanza mwelekeo mpya wa kampuni, kuna mambo tunakuyafanya kwa haraka. Kwanza kabisa tutaimarisha mifumo ya ofisini ya ndani, ili kazi ifanyike kwa ufanisi na uwazi. Na hili tumelianza. Katika kulianza, tumeanza kutengeneza system ndani. Alhamdulillah, system inafanya kazi vizuri, mfumo wa ndani ambao umeunganisha hija nzima kwenye system. Kuna vitu vingi sasa hivi tunafanya kupitia system yetu ya ndani, na ambayo inaturahisishia zaidi kazi. Lakini bado tunahitaji kuboresha zaidi katika mifumo ya kiutendaji na kwenda mbele zaidi. La kwanza. La pili, tutajikita katika kuandaa vijana kushika nafasi za uongozi. Hii ni ajenda yangu mimi moja kubwa nayo.
Huu ni uwekezaji wa muda mrefu kwa mustakabali ya taasisi yetu ya Istiqama, lakini na kampuni yetu hiyo ya hija. Lakini vijana nao wawe tayari, maana huko kuna kujitolea. Naweza kusema bwana kule kuna hicho, lakini huku kuna kazi, kuna mazonge. Kuna kujitolea na kuna mazonge. Kwa hiyo vijana wajitolea, wakubali kujitolea katika jambo la kheri, na sisi tutaangalia namna ya kuweza kuwasaidia kwa ushirikiano. Lakini la tatu, tutasisitiza uwazi na uwajibikaji. Kila jukumu liwe na uelewa mpana, na ikiwezekana kila kazi iwe ina angalau watu wawili wanaoifahamu, ili kuhakikisha muendelezo na uwajibikaji. Kwa nini nimeweka point hii? Mimi ni muumini sana wa backup. Nazungumza neno backup, labda sijiamini kwenye uhai au kwenye dharura. Napenda sana kwamba kazi moja isiwe mtu mmoja anajua peke yake, lazima angalau kuna mwingine. Katokea dharura yoyote, maana kuna mtu anaifanya haraka haraka. Kwa hiyo hili, na nafikiri watu wa kamati hili wanalijua vipi nilisimamia na nilipigia kelele muda mrefu. Kwa hiyo hili litakuwa katika jambo ambalo nitaliendea kulisimamia na kulikadhania, ili angalau tupo hatupo, lakini kuna watu kazi inaenda mbele. Lakini jingine ambalo la 4, tutajenga mtandao mpana zaidi. Tutajitahidi kadri ya Allah atakavyotuwezesha kuandaa mtandao mpana zaidi. Unguja alhamdulillah, lakini Pemba hatuko vizuri kabisa, hatuna hujaji Pemba. Maana tuna mmoja, lakini mmoja wenyewe Istiqama hatuna. Kwa hiyo tutaangalia kadri tunavyoweza. Haizuru sasa hivi kuna vikundi vingi, kuna ushindani mkubwa, kuna kushusha bei na mambo mengine, lakini tutaangalia namna ya kuweza Pemba kuingia, kupenetrate Pemba, lakini pia tutaangalia namna ya kuweza kwenda mikoani. Na moja ya kazi ya mikoani tayari Sheikh Salum Khanja tayari tushampa kazi hiyo, na yupo hapa anatusikia, anakwenda katika ziara na aanze kuifanya kazi hiyo. Kwa hiyo tutaangalia namna ya kuweza kupanua wigo katika maeneo tofauti. Lakini pia Sheikh Abdullah Talib yupo, tutaingia serikalini. Wanapoweza kuingia Sheikh Abdullah Talib huko, tuko ushirikiano tuweze kuingia ila eneo ambalo tunaweza kuingia, basi tutajaribu kuingia kwenda kutengeneza jina letu. Mimi naamini mguu wa kutoka si wa kukaa. Kwa hiyo ili pia tutaingia serikalini kuangalia namna, na tumeanza baadhi ya maeneo 3 4 tayari tushakwenda ndani ya wiki iliyopita hii, lakini tutaangalia namna ya kwenda zaidi mpaka private sector. Tutaona twende. Mwisho ni mimi tu nimalizie kwa kusema nitangaze kwanza structure yetu ya kampuni. Structure ya kampuni, mimi nitakuwa ni mkurugenzi, nimeteuliwa na Istiqama, lakini kutakuwa na katibu ambaye atakuwa kwa sasa mimi kama mimi nimeteua katibu, atakuwa Khalid. Alafu kutakuwa ina idara ya dawa ambayo itaongozwa na Sheikh Salum Batash. Na kwa nini tumeweka hizi idara? Moja ya lengo ya kampuni hii si tu kubaki kwenye hija. Tunataka kwenda mbele zaidi, Allah akituwezesha. Hatujaweza tutabaki hapo, lakini akituwezesha tunataka kwenda mbele zaidi. Na ndio maana tumeandaa hizi idara. Kwa hiyo tutakuwa na idara ya dawa ambapo Sheikh Salim ataongoza, na kwa muono wangu mimi ambao bado nahitaji timu ya kufanya nao kazi, nimeona Sheikh Swedi atakuwa mshauri wa masuala ya ibada na hija. Sheikh Salim Batashi ameanza mwaka jana na mwaka huu atakuwa mwaka pili. Mashallah, ni ameshika mada vizuri, lakini naamini bado tunahitaji experience masuala ya ibada ya hija kutoka kwa Sheikh Swedi. Kwa hiyo tutakuwa naye kama ni mshauri wa Sheikh Salim. Lakini tutakuwa na idara ya logistics ambayo itaongozwa na Sheikh Mohamed Toki, ambaye logistics inafahamiana masuala kodi manyumba, sije kufanya ndege na mambo mengine, itaongozwa na Sheikh Mohamed Toki. Baadaye tutaangalia nani atakuwa msaidizi wake, ili kutokea dharura kuna mwenzake anafahamu. Kutakuwa na idara ya fedha ambayo hii itakushikwa na huyu katibu, tutampa vyeo hili, atakuwa katibu, lakini atakamata idara ya
ya fedha, Khalil atakamata idara ya fedha, lakini kutakuwa na idara ya afya ambayo itaongozwa na Dr. Saleh. Nafikiri yupo. Idara ya afya itaongozwa na Dr. Saleh, lakini pia kutakuwa na idara ya operation. Kazi zote zilizobakia hii itaongozwa na Sheikh Salum Mazrui. Idara ya operation itaongozwa na Salum Mazrui. Tutabanana hapo kwenye hilo, lakini kwenye hii pia kutakuwa na uongozi wa wanawake. Kwa mfano, kwenye idara ya dawa Sheikh Salim Batash ataandaa, katika moja maoni yangu mimi ya mbele, lazima tuwe na kiongozi mwanamke ambaye amesomea dini. Ni lazima, ili tuende kwenye uhalisia, kwenye ibada, na kuhakikisha tunaenda kufanya vizuri zaidi kwenye masuala ya usahihi wa ibada. Lazima tuwe na kiongozi mwanamke ambaye amesomea dini. Alhamdulillah, istikama tuna wengi. Kwa hiyo jukumu hili tunamwachia Sheikh Salu Batashi. Nani ataandaa upande mwanamke? Ukhti atajua yeye. Lakini idara ya afya Dr. Saleh atahitaji msaidizi wake, ataangalia kama ni Dr. Nasra, tunamwachia yeye mwenyewe nani ateue mwenye hilo. Kwa hiyo hiyo ni muundo, huo ndio muundo wa kampuni utakavyokuwa. Pia wajumbe wengine ambao wapo watapangiwa kazi kutokana na idara ambazo zipo. Mfano, idara ya operation ina mambo mengi ndani yake, ambayo itaongoza Salum Mazrui, ina mambo mengi, ina utendaji wa kazi, ina matangazo, mambo mengi. Kwa hiyo waliobaki wataingizwa kwenye. Lakini mwisho napenda nisisitize jambo moja. Hapa nafunga. Sote swala la ushirikiano. Sote tuna nafasi ya kuifikisha mbele kampuni hii. Sote humu ndani tuna nafasi ya kuipeleka mbele kampuni hii. Hakuna aliye mdogo wala mkubwa. Kila mmoja na mchango wake. Na naamini tutawapa viongozi hawa niliotaja hapa ushirikiano mzuri ili waweze kutumikia ipasavyo kampuni. Basi kwa hilo mimi naomba tushirikiane kwa moyo mmoja, kwa lengo moja na kwa nguvu moja, inshallah, ili tuende kufanikiwa. Nimwombe tu Allah baada hayo atuwafikishe katika yale ambayo anayaridhia na anayapenda. Allahumma allimna ma lam na'lam wa fahimna ma lam nafham. Allahumma ij'al al-yusra ba'da al-'usr wa ar-rahata ba'da shiddah. Allahumma iftah lana bab al-'arifin. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa arzuqna fahma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Shukran Sheikh Farid bin Salim kwa kalima yako nzito, na ina kazi kubwa mbele, na mdhani kampuni sasa hivi tujipange vizuri sana, maana kuna mambo makubwa mbele tunatakiwa tukabiliane nayo. Sitaki kuchukua muda mrefu, ni wakati sasa hivi tupate lile neno kutoka kwa mgeni rasmi ambaye kaka yetu, ndugu yetu Sheikh Abdallah bin Talib, ni katibu mkuu wa Wakfu na Mali ya Amana, lakini vile vile ni rais al-Baitha wa Tanzania. Tafadhali Sheikh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'da. Kwanza, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma mjumbe wake Mtume sallallahu alayhi wasallam, sina budi kutoa shukurani kwa Jumuiya ya Istiqama, kamati ya hija na kampuni kwa kunishirikisha katika jambo hili jema na la khairi la mabadiliko kutoka katika kamati kwenda katika kampani. Na takriban hili kama lilivyotanguliwa kuzungumzwa ni mahitaji. Kuna zama zinahitaji hiki, kuna zama zinahitaji hiki, na katika kaida tunaambiwa la yunkar taghyir al-ahkam bitaghyir
az-zaman. Kuna mengi yamezungumzwa ambayo natumai ndiyo msingi wa jambo hili. Pengine nimwambie mkurugenzi, hija, hata yule mfalme wa Saudia jina lake anaitwa nani? Lakabu yake Khadimul Haramaini. Kwa hivyo siku zote katika uongozi wa hija, maana yake wewe ni mtumishi, na hilo ndilo ninalolijua. Uzoefu wangu wa miaka karibuni 37 ya hija, nalijua katika kwamba hija ni utumishi. Natumai historia yangu ya hija inaanza kwenye miaka 1990. Kina Sheikh Sultani wakati huo ni vijana, tupo tunakwenda sisi wanafunzi, lakini tulizoea kuhudumu katika hija. Lakini we utahudumu, utaenda kutafuta gari, ukisha kuileta we nafasi yako kukaa ni wapi? Juu. Lakini ikifika pahala uongoze watu, ndio utaratibu uliokuwepo. Kwa hivyo hija kubwa ni huduma. Ukiwa una uongozi wa hija halafu uhudumiwe, maana yake wewe kwenye uongozi wa hija uweze. Na kumbukumbu nyingi za hija. Shoswedi kawa mtaalamu wa hija, lakini kumjua mara ya kwanza tumekutana, yuko yeye na Profesa Zidi, namuuliza vipi umekuja? Sasa ndo tumekuja. Sasa umekuja vipi? Tumetoka Sudan, tumekuja kwa miguu. Ile atoka rijalan, ndo amekuja hija kwa, atakuja kaeleza yeye mwenyewe kaja kwa miguu vipi. Maana yake mguu kaja, boti kapanda, siji kama ngamia kapanda, lakini ilimradi kaja kapanda mpaka kafika, kawa mtaalamu wa hija. Kwa hivyo hili tujue kwamba hija imepita katika mabadiliko mengi, na huwa na msemo wangu nasema experience yote ya miaka 37 takriban, lakini ukitizama na nyuma nimekuwa nikipitia kumbukumbu takriban toka iwe inawe kwa zile hizi kumbukumbu za hija. Kwa hapa kwetu zilianza mwaka 1923 takriban. Kuna barua ya kwanza, katibu mkuu kiongozi wa wakati huo ndo anasema kwamba wakuu wa jumuiya mbalimbali anawataka kwamba walete taarifa zao kwa ajili ya mahujaji. Safari zilikuwaje, watu wakenda vipi. Takriban pasipoti zimeanza mwaka 1945. Kabla ya hapo watu walikuwa wanakwenda hawana pasipoti. Unaweza ukenda unafika hija imekwisha, kwa hivyo inabidi usubiri mwaka mzima ndo hija ya mwakani ndo uende. Kwa hivyo ili mradi kuna mambo mengi, lakini sasa hivi kila siku zinavyokwenda, kuanzia mwaka 2000 takriban ndipo hija ilipoanza na huu mkakati uliokuwepo ambao unawitwa Vision 2030, na takriban ndio anayokwenda. Lengo ni jema, lengo ni jema, ingawa mabadiliko siku zote ni kitu ambacho ni kigumu, kwa sababu kikubwa kinachotakiwa katika haya mabadiliko ukitizama ni kuhakikisha kwamba hija yake inakuwa salama. Mimi ni kiongozi wa hija, lakini sina hakika kama kuna taasisi mahujaji wanawachinjia watu, sina hakika. Na hii imekuja kwamba jamaa lazima watu wachinjiwe. Kipindi kile naambiwa kwamba hija tumepata kondoo 300. Naambia kondoo 300 unachinja au unanunua kuchinja tu, sio unanunua yule mnyama. Kwa sababu sie tunakwenda baada ya hija ishakwisha, unakwenda machinjioni, kondoo yule wa kuchinja pengine kuna mtu anafidi au jambo jingine, unamkuta riale 400. Na we kwenye hija
wakati wa peak unampata wapi kondoo 300? Ni vitu vya kutizama, lakini kuna watu ambao walikuwa wanaohakikisha wanajuana ambao wanakwenda kuchinja. Kwa hivyo hata safari hii kuna watu wamekwenda, katibu, tutawafungia watu. Naambia mtafunga watu, mliwaambia kwamba watafungiwa. Viongozi tutakuwa tunawafungia. Naambia msije mkafanya nini. Sasa hivi kitu kipo kwamba kuchinja ni lazima tuchinje. Kama hamna, tuzungumze tuone hili tutaliweka sawa. Na nitoe nasaha tu kwamba hija, jiandae utakavyojiandaa, utakwenda utakutana na changamoto mpya ambayo hujapatapo kuiona. Kikubwa ni namna gani mtashirikiana katika kwenda kuikamilisha haya mambo. Na katika mashirikiano yenu mtajuana, huyu nguvu zake ziko huku hapa, huyu ana udhaifu huu. Kwa hivyo ina maana mtu mtamchukulia kwa udhaifu wake na mtanufaika kwa nguvu zake. Kuna mwingine lazima alale, lakini kuna mwingine anaweza akakaa siku 3 hajalala. Kwa hivyo maana yake katika kipindi cha hija atatumia fursa ile. Kwa hivyo ni kuja kuvumiliana na kusaidiana. Kila udhaifu wa mtu na nguvu ya mtu mtaitumia kwamba ni fursa. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo ni muhimu sana kwenda nalo. Mabadiliko kama nilivyozungumza ni kitu ambacho kinakwenda. Kuna watu wengi walikuja wakasema nauli safari hii itakuwa kiasi gani? Naambia si busara kutaja nauli kipindi hiki, kwa sababu sasa hivi hija siku ya mwezi 12 kunakuwa kuna hafla kuingia 13 ambayo wanaita Saudia khitamuhu misk. Hapo ndo wanatoa taarifa za hija inayokuja, na hapo ndipo utakapojua kuna mabadiliko gani katika hija ya mwaka huu. Katika ile system kuna vitu vingi, tumetaja system. Kwa hivyo hija sasa hivi kuna vitu vingi vinakwenda kwenye system, lakini katika ile system na vitu vingi lakini havijawa tayari. Kuchinja tulizungumza siku nyingi, lakini ipo katika system. Mwaka huu ndio akasema ipo. Kula mashairi ipo siku nyingi. Safari hii wakaita, kuna mwaka jana wakailazimisha. Ukitizama kula, mkataba wa kula Maka na Madina upo siku nyingi. Haujaanza kutumika, lakini wakati wowote unaweza ukatumika. Kwa hivyo hata unapojipangia, maana yake vitu vile uwe tayari umeshajipangia. Kuna suala la kliniki sasa hivi limekuja, ni geni, tumeanza nalo mwaka huu, lakini lipo kipindi kirefu katika system. Kwa hivyo maana yake tunapozungumza zaidi company, maana yake ijiandae kwa haya. Sasa hivi unaweza ukaanza hija huna mtu, lakini maana yake tunapokuwa na company tufikirie sasa hivi kuwa na watu wa miaka mingine inayokuja, kwamba watu waweze kuchanga kidogo kidogo. Nilikwenda Malaysia mwaka juzi. Tulipofika wanasema tulikuwa tuna product yetu kwamba leo watoto wote walozaliwa wanaoandikishwa hija kulikuwa kuna punguzo. Kauliza watoto walozaliwa, wasema naam. Malaysia hapa mtoto akizaliwa ndo anaandikishwa hija. Kwa hivyo ukenda ukiandikisha hija leo unakuta kama miaka 107 kwa mwaka nilokwenda, mwaka 107 mbele ishajaa. Sasa kwa msingi huo, kwa vile miaka 107 mbele ishajaa, wao ukija ukiwaambia mahujaji wa mwakani wanakutajia orodha hii hapa, baada ya miaka 5 orodha hii hapa. Kwa hivyo sisi tukishindwa, tuna nafasi ya watu 25,000, tukisema tuna watu 1,000 tunakwenda watu 4,000. Wenzetu wakiambiwa zipo nafasi hapo wa Tanzania wameziwacha, maana yake zinapunguza ile orodha ya mwakani. Leo wanakutajia, wanakuletea majina, leo wanakuletea pesa, leo kila kitu. Nyumba zao wanakodi kwa miaka 10 takriban, wanajadili kila baada ya mwaka, lakini kila miaka 10 wanaikodi nyumba, kwamba hii tunaikodi nyumba yako miaka 10 tutakuwa tunaitumia yetu sisi. Kwa hivyo yote haya ni mabadiliko ambayo na sisi inabidi tuanze kuyafikiria. Kubwa ni watakie kila la kheri. Tujue kwamba hija
ina mabadiliko, na wazee wakiwa wanastaafu na sisi wengine nao tuko njiani vile vile. Kwa hivyo vile vile muone kwamba mabadiliko katika sehemu mbalimbali mnaweza mkakutana nayo, lakini mujiandae na mjidhatiti. Kitu ambacho ninachokiamini ni kwamba unaposimamia hija kilillahi, Mwenyezi Mungu anatawala mambo yako mengine na anakutengeneza. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shukran Sheikh Abdullah kwa kalima yako, na wazee wamepata au vijana wamepata experience ya baadhi ya mambo. Una experience kubwa sana, mengi na sisi tunajifunza kutoka kwenu. Hatua inayofuata hivi sasa tunawakabidhi zawadi kwa ajili ya watu wa kamati, ili tuendelee tuwahi kuendana na muda kwa ajili ya sala. Naomba meza kuu tutasimama hapo hapo tulipo, kisha Sheikh Salum atakuja kutaja majina ya waliohudumu kamati ya hija. Tafadhali Sheikh Salum. Kupitia Istiqama jumuiya mashuhuri, tunahiji kwa salama, tena hija mabururi. Kwa uwezo wa Karima mambo ya kwenda vizuri, aukadumishe dawama Istiqama Zanjibari. Hija ni nguzo muhimu, tuijue Waislamu, kafaradhisha alimu juu yetu binadamu. Ya tano ilohitimu, jukumu lipate dumu. Hija tumefaradhishwa, haifai kudharau, yafaa kuzingatia na rohoni kulitia. Uwezo ukitimia, unapa kukimbilia. Aliyekukirimia la moyoni alijua. Hija tumefaradhishwa, haifai kudharau. Kupitia Istiqama jumuiya mashuhuri, tunahiji kwa salama, tena hija mabururi. Kwa uwezo wa Karima mambo ya kwenda vizuri, aukadumishe dawama Istiqama Zanjibari. Na nafsi yajitambua, yenyewe yajionea, leo nimetimizia uwezo unotakiwa. Nia unajitilia, Rabbi nitakabalia. Hija tumefaradhishwa, haifai kudharau. Hija kidharauliwa, na moto nitaingia. Hakuna wa kuombewa, hukumu ya kijalia. Yeye aliyetwambia, na sisi tumepokea. Hija tumefaradhishwa, haifai kudharau. Kupitia Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima.